kuna nuru, Mwokozi wangu nimeona. Habari njema roho yangu, Yesu ndiye Mwokozi wangu. Habari njema roho yangu, Yesu ndiye Mwokozi wangu. Alina mali anaitwa mara namwona anifaa, nami nangoja kwa subira, akiniita nije mara. Habari njema roho yangu, Yesu ndiye Mwokozi wangu. Habari njema roho yangu, Yesu ndiye Mwokozi wangu. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Sikilizeni furaha yangu. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Nilipotea katika dhambi, nikawa mtumwa wa Shetani. Akaja Yesu
Sasa za dhambi sitaki kwangu, na Mwokozi aliyeniokoa sasa nakupenda, sasa nakupenda, sasa nakupenda, sasa nakupenda kuzidi pia. Moyo umejaa mapenzi tele, vile kwa vile ulivyonipenda uhai wako ukanitolea, sasa nakupenda, sasa nakupenda, sasa nakupenda kuzidi pia. Ulipoanguka msalabani, tusamehewe tulio dhambi, taji ya ulioiva, sasa nakupenda, sasa nakupenda Yesu, sasa nakupenda, sasa nakupenda, sasa nakupenda kuzidi pia. Niwapo maiti, kupendana nawe kamwe sitaki, zikiniendea, sasa nakupenda, sasa nakupenda
Yesu ni mambo yote ndani ya yote. Ukimpata yeye umepata vyote. Acha kusumbukia ya ulimwengu, tafuta Bwana Yesu upate Yesu. Yesu ni mambo yote ndani ya yote. Ukimpata yeye umepata vyote. Acha kusumbukia ya ulimwengu, tafuta Bwana Yesu upate vyote. Imba tena Yesu. Yesu ni mambo yote ndani ya yote. Ukimpata yeye umepata vyote. Acha kusumbukia ya ulimwengu, tafuta Bwana Yesu upate vyote. Yesu ni mambo yote ndani ya yote. Ukimpata yeye umepata vyote. Acha kuhangaikia ya dunia hii, tafuta kwanza Yesu upate vyote. Yesu ni mambo yote ndani ya vyote. Ukimpata yeye umepata vyote. Acha kusumbukia ya ulimwengu, tafuta Bwana Yesu upate vyote. Yesu ni mambo yote ndani ya vyote. Ukimpata yeye umepata vyote. Acha kusumbukia ya ulimwengu, tafuta Bwana Yesu upate vyote. Pigia Yesu vigelegele vizuri. Haleluya. Yesu ni mambo yote ndani ya yote. Ukimpata yeye umepata vyote. Acha kusumbukia ya ulimwengu, tafuta Bwana Yesu upate vyote. Yesu ni mambo yote katika yote. Ukimpata yeye umepata vyote. Usihangaike na ya dunia, tafuta Bwana Yesu upate vyote. Yesu ni mambo yote ndani ya yote. Ukimpata yeye umepata vyote. Acha kusumbukia ya ulimwengu, tafuta Bwana Yesu upate vyote. Yesu ni mambo yote ndani ya yote. Ukimpata yeye umepata vyote. Acha kusumbukia ya ulimwengu, tafuta Bwana Yesu upate vyote. Amen. Siwe kama walevi wanavyoishi. Subuhi kiamka tafuta pombe. Tafuta Yesu uwe naye. Milele yote takuwa nao. Acha kusumbukia ya dunia hii. Tafuta Bwana Yesu upate vyote. Siwe kama wazinzi wanavyoishi. Subuhi kiamka kuwaza ngono. Tafuta Bwana Yesu tembee nao. Ukimpata yeye umepata Yesu ni mambo yote ndani ya vyote. Ukimpata yeye umepata vyote. Acha kusumbukia ya ulimwengu, tafuta Bwana Yesu. Yesu ni mambo yote. Yesu ni mambo yote ndani. Chunguza, unichunguze, Bwana Yesu ninakuomba. Unichunguze, chunguza, unichunguze, Bwana
Yesu ninakuomba unichunguze. Mungu ndio unayejua mimi ni nani. Chunguza, unichunguze. Bwana Yesu ninakuomba unichunguze. Chunguza Yesu, chunguza. moyo wangu mbele zako. Bwana Yesu ninakuomba unichunguze. Chunguza Baba, Chunguza. unisaidie pale unapoona Unichunguze. Bwana Yesu ninakuomba unichunguze. wakati mwingine naona niko sawa. Chunguza. Unichunguze. Bwana Yesu, Lakini mimi ni dhaifu, nahitaji msaada wako. unichunguze. Chunguza Baba, chunguza. Unichunguze. Bwana Yesu ninakuomba unichunguze. Chunguza Baba, chunguza. Unichunguze. Bwana Yesu ninakuomba unichunguze. Baba, chunguza. Kila mtu amwombe Mungu. Tunaimba wimbo, muombe Mungu, tunaimba wimbo. Bwana Yesu ninakuomba unichunguze. Baba, tusaidie, utuponye na kila ambalo limetushika. Nani ajuaye? Niwe peke yako. Wewe utuponye, tusaidie, maana tuyaonayo usiyoyaonayo. Bwana Yesu ninakuomba Mbele zako tunanyenyekea Mungu, tusaidie mzigo mzito tuliobeba. Ni wewe uchunguze, utusaidie Bwana, tuoshe, ututue. Ee Mungu, tunakubali, chunguza Mfalme. chunguza.
asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Sawa sawa. Sasa ni kutake uwe na utulivu, na ni ombe utulivu wa kifikra. So unajua mwanadamu anaweza kuangalia kwenye macho lakini hakuoni moyoni. Mwanadamu anaweza pia akawa karibu yako lakini yuko Iringa. Ndivyo mwanadamu alivyo. Sababu mwanadamu ni kiumbe tata sana, chenye mtu wa nje na mtu wa ndani. Mtu wa nje yeye hawezi akaondoka hapa, ile kwamba kafika hapa kachukua kiti kakaa, tutamwona yuko kanisani. Lakini mtu wa ndani yeye ndo anajua yuko wapi. Kwa hiyo ndo maana nimekuomba jaribu basi uniazime huyo mtu wa ndani, kwa sababu huyo ndo ambaye tukimsemesha akisikia, huyo wa nje naye atasikia. Sawa sawa, Bwana Yesu asifiwe. Waliosema kipenda roho hula nyama mbichi hawakumaanisha kwamba roho inakulaga nyama, ila walichomaanisha na wana uhakika kwamba lazima kitakuwa kama walivyomaanisha, ni kwamba roho yako ikishataka kula nyama, basi mwili wako ndio utakula nyama. Sawa sawa, Na ukitaka kula nyama mbichi utaila tu, hata kama ni kwa kujificha utaila. Yaani mwili wako utaenda mahali, utatafuta kichaka, utajificha, utaanza kula. So unajua kuna watu wanasemaga hawali kitimoto mtaani, lakini ndo wateja wazuri kule sirini. Ni dunia. Sawa sawa, Wewe nikukaribisha sana siku ya leo na nikuombe utulivu, kwa sababu I wonder my calling, yani nina wito wangu mimi bado na uelewa, siuelewi, nabakia tu kumwambia Mungu asante, wewe wajua. Kwa sababu ukitembelea hata YouTube channel ambayo tunaweka mafundisho nao yafundisha, sidhani kama ninavyofundisha mimi ndivyo anavyofundisha wengine, sidhani. Na nachokiona tu ni kwamba mimi naweza nikaitwa nina kaimani kangu fulani hivi, na wengine wanaweza wakanipa majina. Na kiukweli ni kwamba siwezi kubadilika, kwa sababu ndio nilivyo. Unajua Mungu alivyokutengeneza ndivyo ulivyo. Sawa sawa, ndio nilivyo. Kwa hiyo masomo yangu yanaweza yasiwe mepesi kwa watu wengi kusikia na kuelewa kwa haraka, lakini huwa ninasema lugha moja. Hata juzi nilikuwa namwambia mke wangu, mama mchungaji, nilikuwa namwambia siku zote mwenye hekima msikiliza hata mpumbavu. Wewe utapata hekima ndani ya upumbavu. Sawa, Unajua kuna wale watu wanajifanyaga wanajua sana, hata ukimkuta mjinga anaongea unaziba masikio. Mimi nakushauri wewe nao ni ujinga kuziba masikio. Hekima huwa ni kusikiliza. Na ndio maana Biblia ikashauri kabisa, heri kusikia kuliko kuongea. Sikiliza tu. Kwa nini? Mwenye hekima humsikiliza hata mpumbavu. Ndani ya upumbavu atapata hekima itakomsaidia kesho asiwe mpumbavu. Kabla hujajua mpumbavu anayoyafanya yana upumbavu kiasi gani, utakuja kuufanya upumbavu kwa sababu hujui. Sijui mnaelewa? Yaani kama hujakaa na mpumbavu ukaelewa madhara ya upumbavu, ukaelewa kilichosababisha pia wewe mpumbavu, ni rahisi na wewe kesho kuwa mpumbavu. Na kibaya, hutaelewa kama wewe ni mpumbavu. Hutaelewa, isipokuwa utakuwa specimen ya mwingine kuitumia kujifunza asiwe mpumbavu. Sasa kwa nini uwe hivyo? Sawa sawa, Ukimwona mtu anafanya upumbavu, sometime chungulia, jifunze kupitia upumbavu wake, upate hekima itakao kuokoa usije ukawa mpumbavu. Jifunze. Kwa sababu la sivyo Biblia inasema kabisa wazi,
Mpumbavu hutembea akiwaambia watu waziwazi ya kwamba mimi ni mpumbavu. Hutembea akiwaambia mimi ni mpumbavu. Maana yake ni kwamba kuna baadhi ya vitu vinakuweko ndani yake. Kitu cha kwanza, huwa haamini kama ni mpumbavu, haamini. Lakini ukweli unabakia ukweli, yeye ni mpumbavu. Na watu wote wanaomuona wanajua huyu bwana hazimtoshi. Hazimtoshi. Kwa hiyo wenye hekima sasa hawatamdharau wala kumpuuzia. Wakati mwingine watachungulia, watajifunza, wapate hekima zaidi ili wasije wakawa wapumbavu. Waswahili walisema ukiona mwenzako ananyolewa, za kwako tia maji. Haina maana zitanyolewa. Kwa wenye akili wanajua ile ya kwamba wewe unanyolewa, mimi nimeshauriwa nikatie maji, haina maana nitanyolewa. Isipokuwa wananipa hekima kwamba bwana wewe katie maji. Maana yake katafute na hekima, ukwepe usije ukanyolewa. Maana yake yaliyompata fulani kusudi la waga nini? Yaliyompata fulani yasikupate wewe. Si ndio anavyomaanishaga? Ndio anachomaanishaga. Sasa sisi tuna tabia, ukimwona mwenzako ananyolewa unamcheka, unamkimbia, unamzomea. Waswahili bwana wana maneno mengi ya hekima. Ukimwona mwenzako ananyolewa, za kwako tia maji. Unajua ni sawa sawa na msiba. Msiba ni kwa jirani. Msiba unatafsiri tofauti. Mimi nikifiwa navyo utafsiri msiba, sio wewe ambaye unakuja kunipa pole utakavyo utafsiri. Sivyo? Sawa Kwenye maisha tuna mengi ya kujifundisha. Ndio maana utashangaa aliyefiwa hata hajapaka mafuta siku 3. Hata ukimwambia paka mafuta hapaki. Lakini jirani, rafiki yake na aliyefiwa, anakuja amepiga lipstick mdomoni. Si unaelewa? Ina maana msiba unatafsiri tofauti kwa aliyefiwa na aliyekuja kutoa pole. Yako mengi ya kujifundisha. Kwa hiyo nisikilize tu Lugema, hata kama unielewi. Nifuatilie tu mchungaji Lugema, hata kama nao yaongezekana kwenye mahesabu yako yanakataa. Ila mimi nina uhakika na jambo moja, ninachokiongea iko siku maisha yatakwambia ni kweli. Unajua Waswahili pia walisema asiyefunzwa na mamae atafunzwa na ulimwengu. Si sawa? Asiyefunzwa na mamae atafunzwa na ulimwengu. Mimi nakufundisha. Nachokufundisha zikana kwenye akili zako kisikae, kisienee, ukakikataa. Lakini one thing I'm sure, kitu kimoja nina uhakika, ninachokufundisha kuna mahali dunia itakwambia ni kweli. Hata kama akili zako zitakataa, lakini kuna mahali dunia itakwambia ni kweli. Unajua Waswahili wanasema dunia sio mbaya, wanadamu ndio wabaya. Lakini mimi ninaongezea, dunia ni mwalimu, wanadamu ni wanafunzi. Wewe fanya ufanyavyo, dunia itakufundisha cha kwake. Dunia itakwambia cha kwake. Dunia itakupatia cha kwake. Sawa Na ndio sababu hekima itakutaka uwe mtu wa kujifunza. Kwa sababu ni heri mtu anayefundishwa theoretically
kuliko mtu anayefundishwa practically. Mimi nikikwambia kwa maneno kwamba viboko vinauma, usije ukajaribu nikakupiga viboko. Ni tofauti na siku nikikushika practically nikuonyeshe viboko vinauma. Ndivyo ilivyo dunia. Narudia, ndivyo ilivyo dunia. Itakwambia bwana kitu fulani kinaua, lakini ukikataa itakuletea kikuue. Wenye akili wanaelewa. Ndivyo ilivyo dunia. Ina njia mbili za kukufundisha. Ina njia ya kukuletea walimu, lakini yenyewe inakufundishaga practically, not theoretically. Haikufundishi kinadharia. Dunia yenyewe inakuleteaga matendo. Asiyefunzwa na mamae atafunzwa na ulimwengu. Ikimaanisha walimu yenyewe pia ni mwalimu, lakini inasaidia kwanza kukuletea mama akusaidie kwa upendo. Yenyewe ikija haiji na upendo. Hapana. Sawa Amina. Haiji na upendo. Kwa sababu mfano dunia inavyokuambia kwamba rafiki yangu kwenye kona kali pikipiki inakuua, haikwambii kwa maneno. Wewe utajiachia na pikipiki au umebebwa, na ndio maana ukibebwa na mtu humjui anakupeleka, mwambie tu rafiki yangu hii dunia sio yetu, punguza. Kwa sababu hii dunia iko hivi, ukishafika kwenye kona yenyewe inakwambia hapa hatupitagi na spidi hiyo, ila imesha kuweka mtaloni. Kisha kuweka mtaloni, umevunjika miguu na ufahamu umeisha, ukishtuka hospitali, ndio dunia ilikwambia pale hatupitagi na 180, tunapitaga na 10. Sawa Lakini walimu wa kawaida walikuwekea zile alama za barabarani, hapa ni 30. Si mnakutaga vibao? 30, 50, 10, 100, pengine mkuta free zone. Free zone manake hapo unaweza kukimbia hata 100 na 200. Barabara iko vizuri, imenyoka, hakuna ng'ombe, hakuna nini. Sawa Amen. Ni eneo ambalo wanajua ni salama, wanakuambia kimbia. Sasa usipofunzwa na mama, utafunzwa na dunia. Kwa ninayo kufundisha mimi, nina uhakika tu kwamba dunia yenyewe itakuja kukwambia ni kweli. Sasa usiombe dunia ije kukwambia ni kweli. Si nimewaambia inavyokuambia? Si nimewaambia inavyofundisha? Maana siku yenyewe ikija kukufundisha, itakufundisha kwa matendo. Haitakuja kwa maneno. Mimi saizi nakwambia kwa maneno, lakini yenyewe siku ikija itakufundisha kwa matendo. Chagua mwenyewe ni nani utakaye pendezwa naye. Hello. Okay, kwa mimi nakuaga na masomo magumu sana ambayo kwa haraka unaweza ukamchukia Mungu, usimuelewe Mungu. Na nimeona hiyo kwa muda mrefu. Kitu ambacho kimezuia pia kanisa na kazi ya Mungu nayoifanya isikue haraka ni pamoja na aina ya staili yangu ya utumishi. Hii imefanya wengi wananikimbia, wanakuja wanachungulia, hawanielewi. Hawanielewi, lakini mimi nimechagua kukaa hapo kwa sababu njia ya mwongo waga ni fupi, lakini njia ya kweli waga inadumu pale pale. Yaani, alafu maisha yalivyo, maisha yaliumbwa kwa kanuni za kimungu kwamba shortcut is a wrong cut. Yaani njia yote ile ya fupi huwa ni njia ya upotevu. Njia yote ile fupi huwa ni njia ya upotevu.
njia yoyote ile ndefu na ambayo wakati mwingine inahitaji gharama, maumivu, mateso, ndio njia ambayo ni sahihi. Unaweza ukakawia lakini utafika. Unaweza ukakawia lakini hutapotea. Wanadamu shida tunapenda nini? Short cut. Tata utoke unakotaka. Ni heri mtu apotee mwenyewe kuliko mimi nimsaidie akapotee, kwa sababu hasira ya Mungu haitakuwa kwa mmoja, itakuwa kwa wengi, na mimi nikiwepo. Sawa eh? Heri mimi nikwambie tu ukweli. Alafu nikisha kwambia ukweli, upate namna ya kufanya maamuzi. Kuna kitu ambacho nataka leo nikiongee kigumu. Na maanisha ni kigumu kwa sababu kuna mtu atatamani au atafika mahali asimuelewe Mungu. Lakini somo langu lilivyokaa, asipomwamini Mungu basi ujue somo langu litakuwa limeshamaliza, lenyewe linatenganisha. Sawa eh? Yaani hii dunia, labda nitoe mifano. Hii dunia iko hivi. Nyewe mmeona kuna mtu anatenda mema ndo anakufa. Kuna mtu ni mzuri lakini ana mke kichaa. Mpaka mnajiuliza, hivi Mungu, kwa nini watu wema unawapa mabaya? Kuna mtu ni kichaa lakini ana mke mzuri na mwema. Hii dunia, kuna mtu ni mwema lakini hana amani, kila siku matatizo hayaishi. Halafu kuna wasumbufu kila siku wanakula bata. Hii dunia. Kipindi ukimwi bado ni tishio. Maana sasa hivi kidogo wanaopunguza nguvu. Na hawajaamua tu kutoa dawa, lakini dawa walishaipata. Hawajaamua tu kwa sababu ya mambo ya kibiashara. Wakati ukimwi una nguvu, ulikuwa unashangaa watu wabaya hawapati ukimwi. Sio wote wabaya walikuwa wanapata ukimwi. Wako wabaya, yani wahuni, ila ukimwi hapati. Alafu mnamsikia mtu mwema ana ukimwi, mpaka mnajiuliza kaupata wapi? Na mkitafuta rekodi, si kwamba hata kazini, ila imetokea tu kaupata. Maana nimeambia yako mambo mengi ya kujifunza, ili angalau usije ukagombana na Mungu. Na somo la leo litasaidia kujibu maswali mengi wanadamu walionayo. Kwa mfano, kwa nini Mungu amuumbe shetani? Kwani Mungu si anajua yote? Ina maana tangu mwanzo mpaka mwisho alikuwa anajua shetani atakuwa shetani? Na ni kweli kabisa alikuwa anajua, na alimuumba yeye. Hiyo haipingiki. Alikuwa anajua atakuwa shetani, atakudanganya na wewe, na jehanamu itakuwepo na utaenda au Ndio nimesema somo la leo ni gumu. Sawa eh? Na wengi wanagombana na Mungu wanapokaa chini. They end up fighting with God. Wanachanganyikiwa. Mungu, are you real a fair God? Wewe ni Mungu mwema kweli? Shetani ulimuumba, umeacha anadanganya dunia, anafanya watu wanachinjana, anafanya hivi, anafanya vurugu zote, na umemwacha na una nguvu zote. Na tangu atokee shetani, wabaya wengi wanafanikiwa, wema wanaharibikiwa. That is the fact. Nenda ka study, kafanya research. Fanya research na uchunguzi kwa viongozi wengi wa serikali, wenye pesa wengi wanafanikiwa kwa kuwaumiza wenye haki, na hawafi, wanaendelea kuishi.
Wabaya wanaumia, wanakufa, waovu wanafanikiwa, wanaendelea kuishi. Na ukija kanisani unakutana na mafundisho ambayo sometime tutaangalia leo. Unatafuta ukweli wake. Mwanzoni ukiwa mtoto kiroho unaweza ukayaamini. Ukikua unaanza hivi, haya maandiko yana ukweli kweli? Ukiwa mwema, Mungu atakupa amani siku zote. Unagundua wema hawana amani. Lakini ukiwa umekuwa kiroho. Sasa somo la leo linasema utoto na ukubwa kwenye imani. Utoto na ukubwa kwenye imani. Hapa ndipo ambapo utaelewa wewe ulipo na vitu unavyovielewa bado ni mtoto. Sawa, immaturity and maturity in faith. Utoto na ukubwa kwenye imani ni kitu cha muhimu sana kitakachokusaidia. Kama utaweza kujua hii, hata Biblia utaweza kuitafsiri na utakuja kumjua Mungu kwa sura ambayo ipo. Utaelewa mipango yake, utaelewa utaratibu wake, utaelewa kwa nini anayafanya anayoyafanya. Utaelewa wakati kwa nini Biblia inakuwa na lugha tatu. Maana miongoni mwa kitabu ambacho hakina lugha moja, kina lugha tatu. Ni ukweli, ni Biblia. Biblia ndio ambayo kuna mahali unashangaa imekwambia kaa, lakini kuna mahali unashangaa imekwambia kukaa ni dhambi. Biblia. Yaani huo ni ukweli. Biblia ni lugha ni kitabu fulani ambacho kama hujasikia ili somo vizuri kwa sehemu, maana yako mengi anaweza kaitetea Biblia. Kwa sababu Biblia ni neno la Mungu la kweli na hakuna uongo. Na hiyo imebaki hivyo. Lakini ukiisoma utagundua ni kitabu ambacho ni kama kinapingana, kinapatana, kinapingana, kinapatana. Na ndio maana Ukristo ndio dini iliyochanganyikiwa kuliko nyingi. Na ni kweli ndio dini ambayo imechanganyikiwa kuliko dini zote. Tafuta tu. Waislamu wana matabaka kama 4, Wasuni sio wa nini 4 tu, machache. Lakini Wakristo Tanzania tu tuna madhehebu ambayo hayafanani ya Wakristo zaidi ya 1000. Tanzania hatufanani, ila wote tunatumia kitabu kimoja. Hawa wanaamini kwenda hivi, hawa wanaamini kwenda huku, wengine wanaamini kukaa, wengine kulala, wengine kusimama, wengine, kila mtu na cha kwake kutoka kwenye Biblia moja. Kwa nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Okay. Biblia inasema kwenye kitabu cha Wakorinto kwanza 13 9 mpaka 13. Wakorinto kwanza 13 9 mpaka 13. Kwa maana tunafahamu kwa sehemu na tunafanya unabii kwa sehemu. Huo ni mstari wa 9. Wale ambao hamna Biblia mnaweza mkaangalia kwenye skrini. Ili ninaposoma na wewe unahakikisha. Nikikwambia vitu vigumu usigombane na mimi, angalia kwenye Biblia ili upate hekima mwenyewe. Kwa maana tunafahamu kwa sehemu, tunafanya unabii kwa sehemu. Lakini japo ile iliyo kamili, iliyo kwa sehemu itabatilika. Yaani haya maneno ni magumu, labda nifafanue afu tumalizie kusoma. Biblia inasema kabisa hawa wamwaminio Yesu au Mungu katika Yesu huwa hawafahamu vitu vyote, wanafahamu kwa sehemu, na huwa wanaweza wakabadilika. Kwa nini? Atagundua, yani huwa kuna vitu vinatokea. Mtu anakaa leo kwenye imani anagundua kumbe hapa niko wrong, anabadilisha, anaamini kitu kingine. Lakini hiki alikuwa anaamini na Mungu alikuwa anamsaidia kwenye hicho anaamini na Mungu alikuwa anamsaidia, lakini kile kitu si sawa.
lakini Mungu alikuwa anamsaidia. Baadaye anabadilika anaenda kwenye kingine. Na hii ndio maana ndio sababu mama inayofanya Ukristo ni chotara ya kutosha, megawanyika vya kutosha. Tunafahamu kwa sehemu. Mstari wa 12 wa 11, nilipokuwa mtoto mchanga, kwa kuna utoto, sawa? Na alisema kama mtoto mchanga, na alifahamu kama mtoto mchanga, na alifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima, nimebadilisha mambo ya kitoto. Sasa hapa ndo kuna somo letu, utoto na utu uzima, utoto na ukubwa kwenye imani. Kwa dini nyingi zimejengwa kwenye imani ya utoto, dini nyingine zimejengwa kwenye imani ya utu uzima. Kwa Wakristo kuna makanisa, ukiangalia hivi nyewe mnajua ni makanisa, lakini mbingu inaona kama watoto. Sasa kibiblia hapa kuna vitu niviweke mapema vizuri kabla hatujaenda mbali. Mbinguni watenda walio wakamilifu, sio watoto, wakamilifu. Kwa kuna madhehebu ambayo yanapeleka mamilioni na mamilioni ya watu jehanamu kwa sababu ya utoto. Mimi sasa hivi watoto wangu hawa wadogo, kuna vitu nawaruhusu kufanya kabisa, na ninawasaidia mimi wavifanye, kwa sababu akili zao, umri wao unaruhusu wavifanye kabisa. Naweza hata nikawanunulia mamidoli manini kawaletea wachezee. Lakini kijana wangu Prosper nikununulie midoli nikupe? Inakataa. Kwa kuna vitu Mungu pia watoto anawasapoti, lakini hata wasapoti milele. Atataka kesho wabadilike. Wewe watu wazima, huwezi ukatawazwa leo, kesho miaka 10 unatawazwa tu. Unavishwa nguo miaka 30 jamani. Kwa kuna sasa cha kwanza kabisa, kuna dini zimejengwa kwenye utoto. Ziko tu hivyo kwenye utoto. Na wote wamekaa kule kanisani na wachungaji, yote ni matoto na hayakui. Yameamua kushikilia utoto milele. Kucheza na midoli kila siku, midoli. Miaka nenda rudi. Na wanaamini au yanaamini yanaenda mbinguni. Utoto, sawa Maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo, mstari wa 12, kwa jinsi ya fumbo. Wakati ule tutaona uso kwa uso. Wakati wa sasa tunafahamu kwa sehemu. Wakati ule nitajua sana kama mimi nami nilivyojuliwa sana. Kwa kuna wakati Biblia nataka ujue sana. Sawa Na mwisho wa siku anakuja kusema inadumu imani, tumaini, upendo. Na haya matatu, katika hayo lililokuu ni upendo. Tuko pamoja Halo jamani, sema au mmelala? Sawa. Sasa tunaendelea kitabu cha Ibrania 5:12-14. Kitabu cha Ibrania 5:12-14. Nitasoma. Kwa maana iwapasapo kuwa walimu, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu, nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya.
Sasa hapa kuna kitu cha msingi kimoja tu tukibebe alafu tuondoke. Kuna kitu kimoja cha msingi tukibebe alafu tuondoke. Kabla hujawahi kukutana na kitu kiuhalisia, yawezekana ulichokuwa unakisikia ni uongo. Yaani mwalimu yoyote anayekufundisha ambacho anasikia na hajawahi kukithibitisha ni muongo. That is biblical fact. Ndio kitu ambacho Biblia inakisema. Ukikutana na mtu anayekuhubiri lakini anachokuhubiri hajawahi kukipitia ni muongo. Maandiko yanasema hivyo. Biblia inasema, kwa maana kila mtu atumie maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa. Yaani hatua za wokovu au mtu anavyomjua Mungu huwa zina madaraja mawili. Huwa kuna kusoma au kusikia kama ninavyokuambia. Lakini hatua ya pili huwa kuna kupitia kile kitu. Akili yako inajaribiwa au kuchallenjiwa kupitia kile kitu. Kujaribiwa haina maana uangukie kule, sawa? Lakini akili yako lazima itaonyeshwa kuuhalisia kwamba hiki kitu ni halisi, si uongo. Na baada ya hapo sasa ndio mtu anakomaa kiroho. Tuko pamoja? Anakomaa na anakuwa kiroho. Ndio maana kuna kauli moja ninaiongea kwa watu wanaonifuatilia. Kuna vitu mpaka leo siwezi nikatoa komenti. Nasubiria nifikishe miaka 70. Ndio nitaandika vitabu vigumu ambavyo maana kuna vitu mpaka leo nikiviangalia akili yangu bado haisomi. Nikisoma Biblia nikirudi kwenye fact sielewi. Baadhi yake nimeshaanza kuviona na ukweli wake kabisa, lakini nikivisema dunia nzima inaweza ikanipiga mawe. Wakati mwingine kuna vitu unasema afu unakufa. Wanaobakia wanagombana navyo, lakini baada ya muda utavielewa. Si unajua hata Yesu kuongea ndio kuliko muua. Namuelewi. Kuongea akipita huko anaongea anafanya vitendo vyake ambavyo vilionekana ni kinyume na Musa, kinyume na Torati, mpaka wakamuua. Na ndio sababu mpaka leo Wayahudi hawamwamini Yesu, kwa sababu wanaamini ni kajamaa fulani kaasi sana, kagaidi ambao kalitokezeaga duniani. Si kwamba wanakataa akakuwepo, kalikuwepo, ila hawaamini kama kajamaa ni mwana wa Mungu aliye hai. Hawaamini. Wanaamini ni kajambazi fulani hivi kalikuwepo duniani. Baba yake Yusufu, mama yake Mariamu, kaka yake ni kina Yuda. Wanaamini ila hawaamini kama ndiye. Sawa sawa, Sasa mnisikilize. Katika kanisa na mambo ya imani, kumegawanyika makundi hayo mawili niliyokuambia: immaturity and matured. Waliokomaa na ambao hawajakomaa. Na hii imeleta ugomvi, imeleta utengano wa madhehebu, imeleta kutukanana, imeleta kuharibu kazi ya Mungu, imeleta kustawisha pia. Vyote viko huko. Na vyote vipo kwenye Biblia. Sasa mimi nataka tusaidiane leo, tuangalie mifano tu baadhi, tukiwa tunapiga story kawaida tu. Maana ili unielewe inabidi nitumie story. Tu kama tunapiga story, utanielewa vizuri.
Mifano baadhi ya jinsi wachanga wanavyokuaga na waliokuwa kiroho wanavyokuaga. Na hii itakusaidia wewe uchague. Utataka kukua kiroho, itakusaidia na itajibu maswali mengine mengi ambayo yako makanisani na pia yako kwa wanadamu. Kwa mfano, wachanga, kwa mfano tu, wachanga huwa wanaamini kila ombalo mtu kwa imani Mungu hujibu. Ni mifano, naanza kutoa sami. Hii mifano iko kwa in form of challenge. Ni challenge ambazo zitakuonyesha kwamba kweli aisee, hivi kumbe Biblia ni kitu fulani tata hivi kumbe sometime naweza nikajiona niko sawa, kumbe niko kwenye maluelue Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana 14:13 mpaka 14 tena. Yohana sura ya 14 mstari wa 13 mpaka 14. Huu ni mfano wa kwanza. Wachanga wengi huwa wanaamini kila ombalo mtu kwa imani hujibiwa. Na hata ukiingia makanisani utakuta wahubiri nao wanahubiri hivyo. Omba, Biblia imesema ukiomba kwa imani Mungu atajibu. Omba. Sasa mimi nataka nikuonyeshe ule huwa ni uchanga kiroho. Si kwamba hawajibiwi. Wanajibiwa, lakini ni uchanga. Na kuna mahali utagundua ni uchanga. Ila nakumbuka uchanga manake ni udhaifu. Ukomavu ni uimara. Tuko pamoja Uchanga ni udhaifu. Huwezi ukafanya vitu vikubwa ukiwa mchanga. Huwezi ukaona utukufu wa Mungu ukiwa mchanga. Huwezi ukaujua uhalisia wa Mungu ukiwa mchanga. Na huwezi ukamshinda shetani siku zote ukiwa mchanga. Utamshinda leo kwa sababu hata mimi leo watoto wangu wao nikiona mtu anakaribia kuwapiga lazima nitatokezea we unataka kufanyaje? Lakini kuna mahali wakifikia nikikuta nagombana siwezi kusema huyu ni mtoto wangu, lazima niwaite wote kuja. Aisee nyewe vipi? Mbona mnagombana? Namuuliza mtoto wangu, namuuliza na yule ambaye sio mtoto wangu. Na niwaambie ukweli, kuna mahali mtoto wangu akifanya upumbavu ni mimi napiga simu polisi. Halo, njoo kamata kaka kasumbufu weka jela. Ndio maana lazima muelewe ya mambo. Kuna wakati Mungu mwenyewe ndo anakupeleka kwa shetani akutengeneze. Kuna wakati Mungu anakulinda. Lakini kuna wakati Mungu anasema hey, nenda kwanza ukapate adabu. Sawa Okay, mjaelewa bado. Biblia inasema nanyi mkiomba lolote kwa jina langu hilo nitalifanya. Lolote. Sasa wachanga wanabebaga hii. Lolote. Wanadumnayo milele. Ni neno la Bwana. Ili Baba tukuzwe ndani ya Mwana. Maswali ya kujiuliza. Wakristo wana maombi mangapi hayajajibiwa? Ya kutosha. Wengine wameomba mpaka wamekata tamaa. Kuna mtu kaomba apone, lakini kansa inaendelea kumuua. Omba na kuomba, funga, kansa inaendelea kumuua. Ila Biblia imesema mkiomba. Afrika ugonjwa wengi ni upi? Maskini. Lakini hao maskini wamejaa wapi? Kanisani. Mbona wajibiwi? Sawa Ukienda Korea na Marekani kule utajua jinsi watu walivyojibiwa maombi, maana utaona wanavyoishi. Wamejibiwa maombi. Ukija huku watu wamefunga, wamekemea pepo za umaskini, wamefika mahali wamechoka. Wametoa sadaka za mbegu, wamefika mahali wamechoka. Wameenda kwenye ukanyaga mafuta, wamefika mahali wamechoka. Wamefika mahali wameenda kwa waganga. Swali, Biblia inaongea uongo? Sawa Lakini aliyekomaa kiroho sasa. Mstari wa 14 labda tumalize kwanza. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Na Yohana
15:7, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Lakini wakubwa wa kiroho huwa hawaamini hiyo. Yaani mtu akishakuwa kiroho, maana anakuja kugundua kuna vitu anaomba Mungu ajibu. Omba Mungu ajibu. Omba Mungu ajibu. Tatizo ni nini wakati Mungu amesema anajibu lolote? Waliokuwa kiroho sasa huwa wanabadilika kuwaza. Ndio pale huaga wao sio analipinga neno. Ndio maana Biblia nimewaambia wanangu, mkisoma Biblia ni kama inapinganaga. Inakwambia hiki afu baadaye ni kama inakwambia inakwambia nenda huku, baadaye inakwambia ukienda huku unapotea. Lakini imekwambia nenda. Sawa Halo. Ili siku zote uko unasoma mstari mmoja usiuamini. Mimi nimekuwa naongea lugha kukujirudia. Usije ukasoma mstari mmoja wa Biblia ukatembea nao, ukakalili. Biblia imesema kwa kupigwa kwake tumepona. Utaamini hiyo na kaburini unaenda. Sifi na kansa. Sifi. Hata mtu akija kukuuliza aisee, mbona naona kama unaumwa? Mimi siumwi. Mimi ni mzima. Biblia imesema ukililo ndio litakalokuwa, mimi sikili. Alafu kesha mnamkuta kwenye jeneza na alikuwa akili. Haya mambo yanahitaji akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna imani ya wachanga na kuna imani ya waliokuwa kiroho. Sawa sawa Yaani hapa nilikuwa najaribu kutolea mfano tu, kwa sababu kwa mfano mtu swala kwa kupigwa kwake tumepona. Waliokuwa kiroho hawaaminigi hiyo. Waliokuwa kiroho hawaaminigi hiyo. Hiyo ni ya wachanga. Waliokuwa kiroho huwa wanaamini kitu kimoja. Mapenzi ya Mungu ni nini? Na hicho ndo wanatafuta. Mungu kwenye huu ugonjwa ni nini ambacho kiko nyuma? Kwa hiyo anaanza kutafuta mapenzi ya Mungu mpaka ajue ni nini. Ajue ni nini. Na kule ndani ndio kuna sauti ya Mungu. Kule ndani ndio kuna sauti ya Mungu ambayo inamwambia kilichoko pale na kicho ndio kitamtoa. Kwa mfano kuna mtu anaugua kansa. Sawa Lakini Mungu anamwambia ili ni jaribu kwangu kuwaonyesha wanadamu kwamba hata kama unaumwa unanipenda. Kwa hata ngangana kwa kupigwa kwake ataendelea kusema Mungu itie nguvu imani yangu. Kila siku ukimkuta kwa kupigwa kwake, sio mstari wake. Yeye mstari wake Mungu itie nguvu imani yangu. Kama Petro alivyomwambia Bwana Yesu tuongezee imani. Huo ndio mstari wake. Na utafika Petro anamwambia mbona uombe ukapona? Kwani Ayubu alikuwaje? Ayubu alikuwaje? Ugonjwa aliokuwa nao ulikuwa ni kwa ajili ya kumwambia shetani kwamba Ayubu anampenda Mungu. Wachanga kiroho ingengangana na hiyo, ongea na kuongea mpaka unakufa. Nimewambia kwamba wachanga kiroho huamini kwamba sawa huamini kwamba kila uombacho utajibiwa, lakini waliokuwa kiroho hawaamini hivyo. Mfano, waliokuwa kiroho huamini kwamba maombi yetu tunayomwomba Mungu huwa yanajibiwa sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Yaani waliokuwa kiroho, mnisikilize zuri, na watu wengi wananifuatilia, wengine wako Ulaya, wengine wako wapi, wengine wako Kenya, wanajifunza vitu ambavyo vitawasaidia kukwamua maisha yao mahali yamenasa. Mtu yote aliyekuwa kiroho huwa haamini kwamba unachoomba Mungu anajibu. Huwa anaamini Mungu alichopanga ndicho kinachotokea, sio mimi ninachoomba. Na mtu aliyekuwa kiroho huwa haamini kwamba ukienda kwa Mungu unapeleka mahitaji, ila wachanga huwa wanaamini hivyo. Leteni mahitaji kwangu, njooni kwangu wote wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wachanga wa kiroho wanaamini hiyo. Waliokuwa kiroho hawaamini hiyo. Wanajuaga ukienda kwa Mungu unatakiwa uende kwa Mungu ili mipango ya Mungu itimie duniani.
sio ya kwangu itimie. Ndio maana kuna maandiko kama Yohana wa kwanza 5:14. Biblia inasema, na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake atusikia. Kule amesema kwenye Yohana kule, na huyu Yohana ni Yohana mmoja huyu, sio wawili, ni Yohana mmoja huyu. Ndiye aliandika kitabu kile cha Yohana tuko tusoma kule, mkiomba lolote mtajibiwa. Ni Yohana huyo mmoja. Lakini huku anakuambia ukiomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu, ndipo Mungu huwa anashuka, anajibu, anasikia. Kwa unagundua kuna ya watoto, na ndio unaikuta ile lugha ya Yesu, nanyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, mapenzi yako, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Ukienda kwa Mungu kama mchanga, Mungu nahitaji gari, Mungu nahitaji afya, atakusaidia. Ukisha kuwa kiroho, Mungu aga hajibu ukimpelekea mahitaji yako. Hajibu. Ndio maana tuna watu wengi makanisani wamefika mahali wamekata tamaa ya wokovu, kwa sababu wamekalili wakiomba Mungu anajibu, lakini wamefanya mbio za kuomba zaidi ya miaka 20, Mungu hajajibu. Wanafika mahali wanakata tamaa, wanaacha maombi. Ndio maana kuna watu ukimwambia omba, haombi. Kwa nini? Sasa nimeomba miaka 7 Mungu hajajibu, nimeomba miaka 20 Mungu hajajibu. Mungu gani? Kwa nini? Alishikilia utoto kwenye akili. Ukisha kaa na Mungu vizuri, maombi sio kwa ajili ya wewe kupeleka mahitaji. Maombi ni kwa ajili ya Mungu kuja duniani afanye anayotaka yeye. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako ndio yatimizwe. Kwa hiyo unakuta mtu anaomba siku 3, Mungu. Na ndiyo sababu watafuta waliokuwa kiroho. Unaweza kumkuta amekaa siku 3 anaomba, haujamsikia hata ameorozesha hitaji lolote, anaomba tu. Unajiuliza huyu mtu. Lakini mtafute mchango wa kiroho, akikapo, Mungu utaniponya na afya, Mungu utanipa na amani nyumbani, Mungu. Lakini aliyekuwa kiroho anaweza kukaa hapa siku 3, Mungu asante, Mungu njoo duniani, Mungu tunakusubiri, Mungu njoo utende ya kwako, Mungu sununa kanisa lilivyo, fanya ya kwako, ya kwako. Yapi? Yule mchanga anaenda, Biblia inasema leteni hoja waziwazi. Ni mchanga, ni sawa kabisa imesema, lakini hiyo ni elimu ya wachanga. Elimu ya watu wazima hawapelekei kwa Mungu, Mungu nipe hiki. Wao wanawaambiaga Mungu njoo ufanye ya kwako. Sijui mnaelewa Bwana Yesu asifiwe. Pointi ya pili, wachanga huwa wanaamini kila mtu anaweza kuokoka. Ni mifano tu. Yaani wachanga ukiwakuta hata wanahubiri injili au ukiwakuta hata wachungaji wachanga wanavutia watu moyo, wanavyoenda kushuhudia, wanaenda wanampelekea na mtu sukari mara ya kwanza ya pili, wanaenda wanamfariji. Sikiliza, huwa ni wachanga. Hivi mnaelewa Mnaelewa? Na ndio maana kuna vitu labda niviongee. Kwa mfano, ukimkuta mtu aliyekuwa kiroho sana, huwezi ukamkuta kwenye gari anahubiri. Ukimkuta mtu aliyekuwa kiroho sana kwenye gari, haubiri. Mtani, kijiweni hivi, haubiri. Wapi haubiri? Hizi ni lugha ambazo watu wao hazielewi. Unaweza kusema mchungaji sasa hivi ashuhudiagi. Mtu akikuwa kiroho sana, kitu cha kwanza huwa anatembea na lile neno, nimekutuma kwa fulani, nenda. Haendi bila kutumwa. Haongei neno bila kuambiwa na Mungu ongea. Haendi kwa watu bila kuambiwa nenda. Lakini mchanga kiroho anaambia, yeye anatembea na lile, nendeni ulimwenguni mote. Kila siku tamkuta ulimwenguni mote. Kila siku tamkuta ulimwenguni mote. Okoka, pendeni Yesu, na okoke hata huyo, na anahubiri leo, kesho anaokoka hata watatu, wanarudi wote nyuma. Lakini ukimkuta aliyekuwa kiroho, siku ukimwona ameinuka anaenda kwa fulani, huyo lazima aje akae kanisani.
kwa sababu ni Mungu kamwambia kamuite yule ni hapa, kamuite. Sawa sawa Sijui mnaelewa. Kwa ndio maana nimwambia kuna vitu vipo kanisani ukiviangalia kuna wanavyofanya waliokuwa kiroho, wachanga kiroho, na Mungu anaenda nao hivyo. Bwana Yesu atusaidie. Kwa mfano, Paulo alikuwa anaenda wapi pale? Dameski. Anakaribia, Mungu anamwambia usiende huko, twende huku. Akaota ndoto, bwana mmoja wa mji gani yule anamwambia njoo huku tusaidie. Akaenda kule akahubiri, lakini mchanga kiroho. Anaendaga tu huku, yupo anahubiri, anapigwa na mawe. Bwana Yesu wewe ni mwema, nilikuwa nafanya kazi yako. Na ndio maana kuna matatizo wachanga kiroho wanayapata wakiwa wanafanya kitu ambacho kuna mahali Biblia imeambia wafanye, lakini Biblia ikukusudia wapate mabaya. Kwa mfano kilichofanya vitu vingine vigumu, acha kwanza, watu watachanganyikiwa. Niongee baadhi ya vitu rahisi. Sawa sawa Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo wachanga kiroho kwa wanaamini kila mtu anaweza kuokoka. Kwa hiyo anaweza akaenda hapo akaweka mkutano akahubiri, akaenda hapo akahubiri, akaenda kule akahubiri, kila nyumba yupo, kwingine atafukuzwa. Lakini waliookoka, sawa sawa, kwani wachanga kiroho wanatumiaga maandiko kama haya. Tito 2:11, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Yaani watu wote lazima waokoke. Anaamini hiyo. Kwa anatembea kila mtu ikutane, okoka wewe. Jamaa anakasirika, anamsonya mwingine, anamshikia panga. Biblia imesema lazima wote muokoke. Biblia imesema lazima wote muokoke, lazima, kwa kuwa neema imefunuliwa. Sawa sawa Na kila mahali unakuta yuko tu na mtu, kila mahali na mtu anagombana na mtu, waokoke, lazima waokoke. Sawa sawa Waliokuwa kiroho wanatumia maandiko yafuatayo. Sawa sawa Wanatumia maandiko yafuatayo. Kwa mfano, Timotheo, achana na Tito, Timotheo wa pili 2:19. Haya ndio maandiko wanayojua waliokuwa kiroho, kwa sababu wameshapita wakajua hii neema iliyofunuliwa kwa watu wote ni kweli, lakini kuna kitu. Kwa sababu wamegundua hata watoto wao wenyewe, unaweza kuwa umeokoka, wewe ni askofu, lakini watoto wako wenyewe wameshindikana kuokoka. Hubiri, fundisha, elekeza, weka na wapi, weka na maombi ya kufunga, jamaa hajaokoka bado. Nafika mahali wanaanza kujua kumbe kuna hekima, ndio wanaanza kubadilisha maandiko kama hili la Timotheo wa pili 2:19, lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama, wenye muhuri hii. Lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama, wenye muhuri hii, Bwana awajua walio wake. Kwa hiyo waliokuwa kiroho wanajuaga sio kila mtu hapa duniani ni wa Mungu, sio kila mtu wa kuokoka. Kwa hiyo hata kuhubiri wanapata shida. Yaani ikifika mahali kwanza Mungu hapa kuna atakokoka. Ndio maana nakwambia uwezo kumkuta mtu aliyekuwa kiroho anahubiri kwenye gari ni ngumu. Yaani atashindana na Mungu, si kwa sababu ana kiburi. He is matured. Amekomaa. Anachojua nipige kelele tu hapa alafu hakuna, kumbe wote wa jehanamu mtu. Maana Bwana anawajua walio wake na muhuri umewekwa. Sasa njoo, ukitaka kuamini njoo tuangalie maneno haya. Kwa mfano, sawa Warumi sura ya 9:13. Kama ilivyoandikwa, nimempenda Yakobo bali Esau nimemchukia. Sasa wachukue watoto wawili alafu waweke kwenye study. Waweke kwenye research, kwenye study. Weka chini, anza kuwa study. Yakobo na Esau. Mungu alimpenda Yakobo si kwa sababu ni mwema.
na Mungu alimchukia Esau si kwa sababu ni mwovu. Kwa unajifunza kitu, ina maana Mungu kuna mtu anampendaga na kuna mtu atamchukia tu. Haimaanishi kwamba yule mtu ni mwovu. Ndio maana nimwambia hivi vitu nikivihubiri sawa sawa, kuna watu wengine wakupotea, lakini watapotea tu. Si ndio ilivyo? Kwa sababu kuna mahali ukienda kwenye hili somo utagundua kilichoandikwa au kilichopangwa na Mungu ndio kitakachotokeaga. Basi wewe luka geuza vitu, peleka utakakopeleka, kilichoandikwa na Mungu ndio kitakachotendeka. Sawa Sasa mimi niko kuwasaidia ambapo watasaidika. Kuna vitu unatakiwa uwe tu na mindset ya kukua kiroho, uelewe vinavyokuwa, ile usichanganyikiwe. Sawa usichanganyikiwe. Ukikutana na mazingira unajua tu Biblia hapa inataka hekima gani. Esau, ukimwangalia Esau vizuri utagundua Esau alikuwa ni mtoto mzuri sana kuliko hata Yakobo. Kwanza, sifa ya kwanza ya Yakobo alikuwa mvivu. That is the first character. Lakini ndio mtu ambaye Biblia imemuelezea kama aliyefanikiwa. Lakini sifa ya kwanza ya Yakobo alikuwa mvivu. Mvivu. Alikuwa kanashinda nyumbani, kenyeo kanakaa na mama tu. Kako na mama tu. Kuchota maji, kupika, kufagia nje, kavivu. Sifa ambayo haifai hiyo ya mwanaume. Ndio ilikuwa sifa ya kwanza ya Yakobo. Sifa nzuri ya kwanza ya Esau, alikuwa mkakamavu. Mwanaume kulikweli. Kiamka asubuhi yuko kutafuta. Anaenda msituni, anawinda, analeta nyama, analeta nini, na ndiye mtoto baba alikuwa anampenda. Na ukweli ni kwamba baba alikuwa mpendi Yakobo. Mzee Isaka alikuwa mpendi Yakobo. Alikuwa mpendi. Lakini Mungu sasa sijui kuna kitu mnajifunza. Mungu alikuwa anampenda Yakobo, kavivu, kasumbufu. Ndio anakokapenda kako pale. Kasumbufu asubuhi mpaka jioni, anakasikia tukako na mama yake. Jamaa akienda msituni anarudi na nyama, akienda msituni anarudi na nyama, akienda anarudi na nyama, akienda mashambani analeta vyakula hivyo. Kosa la Yakobo, la Esau ni moja tu, njaa. Siku moja akarudi na njaa, kakoinda kakosa, kajamaa kako na mama, kakachukua dengu, kamepika dengu, kakaiba. Kitu cha kwanza kakaiba, kakamfanyia hila ndugu yake, ni kachoyo. Zote hizi ni sifa za Yakobo. Jamani, wewe anakuja kaka yako kabisa, kaka yako ana njaa, unamwambia usiponipa kitu fulani sikupi chakula. Kweli? Na Mungu alikuwa anaona. Siko Mungu alikuwa yupo, alikuwa anaona kabisa. Jamaa karudi ana njaa, kanamwambia Isee, usiponipa ile haki ya uzalio wa kwanza sikupi chakula. Mpaka ya Esau anauza uzalio wa kwanza, alikuwa na njaa. Nyacheni utani, msizanie mchezo. Jamaa alikuwa na njaa, imempiga kweli. Kwa hiyo kama akasema uzalio wa kwanza wa nini bwana? Wewe nipe chakula bwana. Wewe chukua. Akala. Akaendelea kuwa na winda, analeta chakula, na winda, analeta chakula. Haka kavivu, haka kachoyo, kakawa pia kaongo. Sababu watu tunamsikia mzee Isaka, mzee Yakobo, tunamsifu sana. Tunamuona Esau mbaya, lakini mimi nawaambia ukweli, kasome vizuri Biblia. Mtoto bora kwa watoto wa Isaka alikuwa ni Esau. Kwa macho ya wanadamu alikuwa ni nani? Esau. That's the fact. Imefika amezeka, ni kipofu aoni, anaona anakaribia kufa, lazima aache baraka kwa watoto. Aliyeagizwa alete chakula ili abarikiwe alikuwa ni nani? Esau. Leta nikubariki sadaka. Leta nikubariki. Mama akasikia. Kwa mama alivyosikia, kwa kuwa yeye ni rafiki, kwa sababu ile familia ilikuwa imegawanyika. Baba rafiki wa Esau, mama rafiki wa Yakobo. Alivyosikia ikabidi amdokezee jamaa. Wakacheka.
akachinja mbuzi, akatengeneza manyoya, akavaa ya kugushi, akatafuta na nguo zenye harufu ya Esau akavaa, akaenda pale, wakamdanganya baba, wakamdanganya. Elimu ya watu wazima hii ndio watu wamjue Mungu, sawa Halo, watu mumjue Mungu, kwa sababu vitu vingi tunagombana na Mungu kwa sababu tunatumia elimu za kitoto, na elimu za kitoto huwa hazikumpeleki mtu mbali. Utafika mahali utakwama tu. Itakwambia this is for children. If we want to grow, what you need, unachokihitaji ni kwa waliokuwa hawaamini hivyo alafu wakafika huko. Kwa mimi najaribu kufundisha vitu vya kikubwa ili uelewe kabisa kwenye Biblia kuna mistari ukiitumia wewe ni mtoto na hutafika kule unakotamani ufike, kwa sababu wewe ni mtoto, utafika. Kwa kwenye Biblia ni hivyo. Sio kila mtu anaokoka, sio kila mtu anabarikiwa. Kwenye Biblia anabarikiwa aliyepangiwa na Mungu abarikiwe. Anakuwa rais aliyepangiwa na Mungu awe rais. Yaani kwenye Biblia iko hivi. Siamuelewi. Ndio maana kuna mtu ni mwovu lakini kila siku anafanikiwa na mnamuombea mabaya. Na afi, mnaomba Mungu afi. Waliokuwa kiroho huwa hawaombi hivyo, wana relax, wanaendelea na maisha yao, kwa sababu iko hivi. Kuna kitu yule mwovu lazima akitende, ni mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu ataruhusu apate nguvu ya kukitenda. Na kama pesa ndio itamsaidia akitende, Mungu ataruhusu awe na hela. Hamjaelewa bado? Yaani Mungu yuko hivi. Kuna mtu ni jambazi, yuko pale ili asababishe tukio fulani ambalo ni mpango wa Mungu. Kwa hiyo Mungu atamsaidia apate bunduki, Mungu atamsaidia apate gari, Mungu atamsaidia apate nyumba za kujificha wasiwe kumuua, Mungu atamsaidia apate na passport yao na ruka anaenda mahali, Mungu atamsaidia apate connection Marekani, akutana majambazi wakubwa, Mungu atamlinda, polisi hatamkamata jambazi. Na mnaomba kila siku Mungu afi. Nyie mnachoangalia ni ujambazi, Mungu angalia ujambazi, anaangalia alichokipanga akitimize yule. Basi mtaomba, mtangangana, hafi. Kila siku uko salama. Ila siku akitimiza ambacho Mungu alimwekea atimize, ndo anaenda kufa. Basi inakuwa hivyo. Sio, mnaelewa? Maana ukikuta wachanga kiroho wakija kuhubiri, wanahubiri ili ubarikiwe, uwe mwema, ili uishi maisha marefu, uwe mwema, utende mema. Unagundua kuna watu wanatenda mema hawabarikiwi, kuna watu wanatenda mema wanaokufa. Unajiuliza, alafu wabaya na hii inafanya watu tunachanganyikiwa. Kila tunayemuona kanisani na hela tunaona ni mwema, lakini sometimes ukikagua unakuta fulani na hela afu ni mwizi, ni mbaya. Unapenda kujiuliza Mungu ni nini? Sikiliza, elimu ya wachanga ndio ilikwambia hivyo. Elimu ya wakubwa inasema mapenzi ya Mungu ndio yanayotimiaga. Nukta. Kwa wao wakiombaga hata kanisani wanaombaga Mungu tenda mapenzi yako. Basi tenda mapenzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwisho wa siku Yakobo akawa mtu alikebarikiwa na nini akabeba ule uzao. Kitu ni kimoja tu, ni Mungu tu aliamua kumpenda Yakobo. Na hii pia ndio siri ujifunze. Hii ndio siri ujifunze. Yesu aliwahi kusema maneno fulani, makahaba na watoza ushuru watawatangulia katika ufalme wa Mungu. Hivi mnaelewa? Hii lugha ni ngumu sana ukifikiria kwa akili timamu. Yaani unagundua, ndio juzi nilikuwa namwambia kijana wangu lugha moja tata sana ambayo sitamani niongee hapa. Kwa sababu tata sana. Lakini nitajaribu niongee au kumsaidia umsaidie, niongee hata kwa hekima. Yaani niongee labda kwa swali. Hivi jiulize tu swali. Mtu anakaa miaka 10, miaka sio 10, 40 kanisani. Anakuwa askofu, anafanya mema, anafunga, yaani siku 7, siku 40,
siku 100 mwaka kashafunga, alafu anafikisha miaka 65 anatenda dhambi, alafu anakata tamaa ya wokovu kabisa. Alafu mwingine anakula dhambi mpaka miaka 70 alafu anaokoka. Bwana Yesu atusaidie. Wapendwa, ndio maana unatakiwa lugha za Yesu zile upate namna ya kuona zitafsiri kwa hekima. Makahaba watatangulia watu katika ufalme. Manake ni kwamba ukishaamua kwenda na Mungu, hekima unayotembea nayo ni moja: usikate tamaa. Usikate tamaa. Hicho ni kitu cha kwanza cha muhimu sana. Kwa sababu hilo swali nilokuuliza au hiyo tafakuri niliyokupa, kuna mwingine atasema, "Ngoja nisiokoke bwana, nikae mpaka tunile tu dhambi." Sikiliza, hujui utakufa lini. Hujui utakufa lini. Kwa hiyo hekima ninayokupa mimi, wewe mvumilivu. Hiyo ndio hekima yake. Makahaba watatangulia katika ufalme wa Mungu. Usikate tamaa na usikubali kujichanganya. Hata ukitokea mahali vita ikakulemea, usikate tamaa. Songa mbele hata kama miiba inakushika. Songa mbele, ng'ang'ana. Ndio hekima iliyoko kwenye maneno kama hayo. Sawa sawa, Bwana Yesu asifiwe. Sijui mnaelewa kidogo. Hello. Kwa hiyo wachanga kiroho utakuta hivi kila mahali anahubiria, naamini waliokuwa wanajua kabisa kuna mtu ayokoki hata ulipe milioni 100 aliokokagi. Ni hivyo tu. Kwa hiyo utikuta hata wanahubiri, unaweza kusema wanahubiri iko. Ndio maana kuna lugha alikuwa anaziongea TB Joshua. Anakuambia mimi siwezi kwenda kuhubiri mtaani. Nahubiri mtaani, nahubiri nini? Mimi nakaa hapa namuomba Mungu, malaika anapita analeta watu. Utasema anapinga agizo. Na yenyewe ni sawa, kwa sababu wewe ni mchanga kiroho. Wage iko tu hivyo. Ni sawa kwa mimi nayewaza. Wala sio, lakini ni kwa sababu mimi ni mchanga kiroho. Ukitaka kuamini haya ninayokuambia, utagundua kazi ya Mungu imejengwa kwenye msingi wake, kwenye mapenzi yake na kwenye mipango yake. Wewe hubiri hata ulete wa ujaze dunia nzima watu waliookoka. Utakuja kugundua siku ya mwisho unapeleka watu 2 mbinguni. Ndio ambao Mungu. Kwa ulichoka bure. Uliumia bure. Ulikutana majaribu bure, ambao huenda hata usingekutana nayo. Mnaijua story ya Petro, ya Paulo? Mnaijua story ya Paulo? Ile ya yeye kukamatwa na kupelekwa Rumi. Mnaijua ile story ya kitabu cha Matendo ya Mitume, ambayo nabii alikuja kumwambia, akamwambia, Bwana, huyu mwenye mshipi huu akienda Yerusalemu atamfunga. Ni Mungu anasema, anamwambia usiende Yerusalemu, lakini Mungu huyo anaufunga moyo wa Paulo. Ni Mungu anayempiga Farao, alafu Mungu huyo anamweka Farao mbishi. Kwenye hekima huwa anaenda mbali hivi. Yaani Mungu anamwambia Paulo usiende Yerusalemu, lakini Mungu huyo ndiye anayeweka ndani ya Paulo, nenda Yerusalemu. Ndio maana watu wengi wanasemaga nimemsikia Mungu ananiambia nifanye hiki. Ni kweli kakwambia, lakini hakuwa anamaanisha ufanye. Ukikifanya unaenda jehanamu. Nani yake kwambia? Hizi kuna wakubwa wananisikiliza, wanaelewa. Wako wachungaji, maaskofu wanaelewa hii niliyoongea. Yaani iko hivi, kuna kitu Mungu anaweza kukwambia, lakini ukikifanya utalia. Vijana mnaombaga Mungu nioe nani, Mungu anaweza akaja kukwambia oa yule, lakini ukioa utajuta. Lakini Mungu alikwambia. Sasa wakubwa kiroho huwa wanaelewa.
wewe utaisha kugombana na Mungu. Sasa Mungu ulisema, ni kweli alisema. Alimwambia Ezekieli, pika chakula kwa mashundu ya mwanadamu, yaani kinyesi cha wanadamu, pika chakula ule, halafu ukaambia na Israeli, ndo hasira yangu kwao. Usishike mstari mmoja, wala usisikie sauti ya Mungu moja ukaamini. Hii ni elimu ya wakubwa. I tell you true, usisikie sauti ya Mungu moja ukaamini. Ezekieli akasema, Mungu hapana, siwezi nikajinajisi. Mungu akamwambia sawa, chukua kinyesi. Engechukua mashundu yale akatengenezea chakula. Mpango wa Paulo kwa Mungu, mpango wa Mungu kwa Paulo ilikuwa Mungu lazima ampeleke Paulo kwa Kaisari ili akamhubiri injili Kaisari. Sawa? Tuko pamoja? Na ule ndio ulikuwa mpango lazima utimie. Nabii katumwa usiende, yeye akaenda. Kwa nini? Alikuwa amekuwa kiroho. Hivi unaelewa nabii kukwambia usiende afu unaenda? Hamjaelewa. Ndio nilikuwa naambia, nabii anakuambia usiende lakini unasema lazima niende. Kwa kuwa mtu aliyekuwa kiroho hajiangalii yeye, anachotafuta ni kimoja, mapenzi ya Mungu. Hicho ndio kilifanya Paulo asimsikilize nabii, kwa sababu engemsikiliza nabii na huduma yake ingefia pale. Huo ndio ukweli. Nabii alikuwa amemdanganya? Hapana, alikuwa amemwambia kweli. Na ndio maana manabii wengi sasa hivi ni wa kweli na ni wa Mungu, lakini wanapeleka watu wengi jana. Hamjaelewa bado? Yaani kulikuwa kuna vitu viwili mbele ya Paulo, ajipende au mpende Mungu. Lakini Mungu hakupeleki mahali kwa kulazimisha. Kwa lazima amwambie ukweli. Aisee, nina mpango ukapate mabaya kwa ajili yangu, lakini unaweza ukaiokoa nafsi yako usipate mabaya. Ndio maana akamtuma nabii. Nabii akaja akasema, Bwana utafungwa kule. Jamaa akasema, kama ni kufa na nini acha nikafe, lakini kwa ajili ya Bwana. Akaenda kweli, akakamatwa, akaanza kupita kwenye vilindi, akapita kwenye tabu, akatokezea mpaka Rumi. Na Mungu baadaye anamwambiaje? Mmesoma kwenye Matendo Mitume 26-27, mmesoma? Mungu anamwambia, ulikuwa ni mpango wangu, lazima nikupeleke huko. Ila nabii alimwambia usifanyeje. I wish watu wengesoma vizuri Biblia wakaelewa. Imani za watu wengi walioko makanisani mbinguni hawaendi, lakini imani zao zimejengwa kwenye maneno ya Mungu haya. Narudia, imani za watu wengi makanisani mbinguni hawaendi, lakini imani zao zimejengwa kwenye maneno ya Mungu. Sasa hivi vitu ni vigumu kuvihubiri. Ndio maana nimesema mimi ya kwangu nahubiri tu kwa sababu sasa ndio niliopewa. Wengine watakuja hata kufariji. Mimi nakwambia magumu. Mungu atasaidia walio wake. Sawa, Wachanga huamini unaweza kuwa na bidii na ukafanikiwa. Wachanga wanakuwa na hivyo vitu. Fanya kazi kwa bidii, utafanikiwa. Watafute watu. Fanya uchunguzi. Soma na Biblia, utagundua ni uongo. Utagundua kuna kavivu kanalalaga tu, lakini kanahela kila siku. Ni maisha. Haikufanyi wala sikushauri ukae mvivu. Lakini kuna mtu anafanya kazi asubuhi mpaka na usiku na hatapata mpaka anakufa. Na kuna kavivu kanapata, kanazunguka tu kwenye kiti, kanasinzia kanaamka, kanazurura kanasinzia kanaamka, kila kikitokezea kana hela. Hii ni dunia. Ndio maana mimi nakufundisha upate akili. Okay, tusome kitabu cha Mhubiri sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa mwisho. Tutasoma kwa pamoja, tunaenda kumalizia. Sawa, 1 mpaka mwisho.
tunaenda kumalizia ili upate hekima ambayo Mungu anaikusudia. Mhubiri sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa mwisho, mstari 1 mpaka mwisho. Kabla ya yote kabisa, Mhubiri imeandikwa na Suleiman, mtu aliyekuwa na hekima kuliko wanadamu wote. Na nikwambie siri ambayo Mungu kanifundisha na kanifunulia. Kitabu cha Mhubiri ni kitabu ambacho Suleiman alikiandika akiwa na hasira. Hakukiandika akiwa na amani. Hiki kitabu Suleiman amekiandika akiwa na hasira, akiwa amechanganyikiwa. Hamuelewi Mungu. Hekima imempeleka mahali kaona maisha yalivyo, kaona vitu vilivyo. Ndio maana lugha nyingi zilizoko huku ni tata. Alikuwa na hasira, lakini hii hasira Mungu aliruhusu iandikwe ili angalau iwasaidie wanadamu waelewe. Biblia inasema maneno ya Mhubiri mwana wa Daudi mfalme katika Yerusalemu. Twende. Mhubiri asema ubatili mtupu. Yaani alikuwa na hasira ujamaa. Ubatili mtupu. Mambo yote ni ubatili. Uwe tajiri ni batili, ukiwa na afya ni batili, ukiwa na mke mzuri ni batili, ukiwa na watoto ni batili. Alikuwa na hasira. Ana sababu zake zinazosema ni ubatili. Mtu ana faida gani ya kazi yake yote aifanyao chini ya jua? Kizazi huenda kizazi huja, nayo dunia hudumu daima. Jua la chomoza na jua la shuka, na kufanya haraka kwenda mahali pa mawio yake. Upepo uvuma kusi, ugeuka kuwa kaskazi, ugeuka daima katika mwendo wake, na upepo uyarudia mazunguko yake. Mnaelewa hizi lugha? Anakuambia kwenye maisha ulikotoka utarudi huko. Yaani ya maisha wewe hata una mbwembwe, ndio maana anamaanisha upepo utaenda huko, utarudi, jua litachomoza. Anakuambia hii dunia, wewe mcheke mtu utachekwa. Fanya hiki utakutana nacho. Kwepa hiki Alikuwa anaongea kwa mafumbo, vitu vigumu kuambia wanadamu. Hiki ndio kitabu kigumu, kitaka kujua dunia ni nini. Soma hiki. Kaa chini, soma hiki, utapata hekima na akili za kujua maisha. Anasema mito yote huingia baharini, lakini bahari haijai. Anakuambia dunia ina mauzauza. Ndio maana ya sentensi kama hizi, dunia ina mauzauza, ambao kuna vitu anajua Mungu tu. Ndio maana yake. Kwa sababu mito yote inaelekea baharini au ziwani kama vile Tanganyika, lakini haitapiki. Huko iendako mito ndiko irudiko tena. Mambo yote yamejaa uchovu usioonekana. Jicho halishibi kuona, wala sikio halikinai kusikia. Mambo yote yamejaa uchovu. Twende haraka. Yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako, na yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka. Sasa hapa kuna lugha nyingi. Kuna yaliyotendeka zamani, lakini kuna yaliyotendeka kabla ya wewe kuumbwa. Yaani ni mipango ya Mungu ndio yatakayo kuweko. Maana yake ni kwamba kuna vitu mzee Walter kwenye maisha kubaliana navyo havibadiliki. Yako hivyo hivyo. Maana ndivyo alivyokwisha kutendeka. Kwa kuna vitu unamuomba Mungu abadilishe, lakini kuna vitu unarudi kwenye hekima. Ndivyo alivyokuwako. Unaamua kumeza, siku zipite. Kwa nini? Utakufa siku moja. Kapumzike. Sawa, ndio yatakayotendeka, wala jambo jipya kuna chini ya jua. Je, kuna jambo lolote ambalo watu husema juu yake? Tazama, ni jambo jipya limekwisha kwako, tangu zamani za kale zilizokuwa kabla yetu sisi. Hakuna kumbukumbu lolote la vizazi vilivyotangulia, wala hakutakuwa na kumbukumbu lolote la vizazi vitakavyokuja miongoni mwa wale watakaofuata baadaye. Mimi Mhubiri
na alikuwa mfalme wa Israeli katika Yerusalemu. Nikatia moyo wangu ili kuyatafuta yote yaliyotendeka chini ya mbingu, na kuyavumbua kwa hekima ni taabu kubwa ambayo Mungu amewapa wanadamu ili wataabike ndani yake. Nimeziona kazi zote zifanywazo chini ya jua, na tazama, mambo yote ni ubatili na kujilisha upepo. Wewe soma uwe na degree 4, ni ubatili na kujilisha upepo. Pambana uwe rais, ni ubatili na kujilisha upepo. Pambana uwe na majumba, ni ubatili na kujilisha upepo. Oa mke mzuri kuliko wote, ni ubatili na kujilisha upepo. Ndio Biblia inavyosema. Sasa lazima ukatafute ubatili ni nini. Ndio wenye akili wanapo wanana, kuna kitu anacho. Yaliyopotoka hayawezi kunyoshwa, wala yaliyokuwapo hayahesabiki. Mnaelewa? Ndio maana nimwambia kuna mtu haokoki, kuna mtu hanyoki, amepinda na hata nyoka. Yaani kuna mtu hata akiua sahau kukwambia nisamee. Wenye akili wameelewa. Sahau. Kwa nini? Yaliyopinda hayata nyoka. Yako hivyo hivyo. Nikatafakari nikasema, nimejipatia hekima nyingi kupita wote walionitangulia katika Yerusalemu. Na moyo wangu umeona kwa wingi hekima na maarifa. Nikatia moyo wangu ili kuijua hekima na kujua wazimu na upumbavu. Nikatambua ya kuwa hayo yote nayo ni kujirisha upepo. Yaani katika wingi wa hekima mna wingi wa huzuni. Ni vibaya kutafuta hekima, sio vibaya, lakini kuna huzuni. Naye aongezaye maarifa huongeza masikitiko. Akaweka nukta kubwa. Sasa mimi nataka tumalizie kidogo. Sawa Suleiman ni miongoni mwa wanadamu wachache duniani ambao walikuwa na IQ kubwa. Kwa wale wasomi mnaofahamu IQ, yaani ni wanadamu wachache ambao walikuwa na akili kubwa. Ni mwanadamu peke yake ambaye alikuwa anaweza akanywa pombe kleti 10, lakini akaikontrol akili yake isilewe, ili aone akiwa kwenye kleti 10 akili inakuaje, inaamua nini na anajisikia nini. Hamjaelewa bado? Ni mwanadamu ambaye alikuwa na uwezo wa kuchukua bangi akavuta, halafu ile ana hang na kuona katone kamaji kwamba ni bwawa, anapata hekima. Ni mwanadamu ambaye wakati wewe ukiona tenda dhambi ya uzinzi unaogopa kufa, yeye anatafuta ajue ni nini. Okay. Suleiman alikuwa na IQ kubwa kuliko wanadamu wote. Wanadamu aliyefanikiwa kuchunguza kila jambo juu ya dunia, ajue ukweli wa hayo ili akushauri siku moja. Na wakati anaandika hiki, kwa sababu ndio lilikuwa kusudi la Mungu, pia alikuwa na hasira, kwa sababu katika yote alichokutana nacho kiliendelea kumtibua. Ndio maana akaendelea kusema ni kuongeza huzuni ukiwa na hekima na masikitiko ukiwa na maarifa. Ni vibaya? Hapana, sio vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana kidogo? Wathesalonike wa kwanza 5:17 na 18, Biblia inasema ombeni bila kukoma, lakini haimaanishi utakachoomba utajibiwa. Bwana Yesu asifiwe sana.
Ndio maana kuna siku moja niliwahi kuuliza swali moja niliulizwa swali juu ya uzazi wa mpango. Je, uzazi wa mpango ni dhambi? Mimi nikajibu nikasema inawezekana ikawa ni dhambi au isiwe dhambi. Nikajiuliza maswali mengi kwa sababu mke wangu kajifungua kwa operation. Na nikawauliza wale wanafunzi walikuwa ni wasomi kabisa. Nikawauliza, mke wako anakuwa na mimba, ana uvimbe tumboni. Madaktari wanakuambia akibeba mimba anakufa. Halafu wewe unakimbia unasema ngoja nikamombe Bwana afu mimba ibebwe. Unawakia gani ukiomba Mungu atajibu? Mjaelewa bado. Ndio maana kuna kitu kinaitwa imani. Imani sio kuamini kilichoandikwa. Imani ni kitu Mungu anakuambia. Mungu huwa hajibu kilichoandikwa. Mungu huwa anajibu alichosema. Na ukitembea na kilichoandikwa, kinachopata wapagani kitakupata na wewe. Tofauti yenu tu ni kwamba wao walikuwa hawajashika kilichoandikwa, wao wameshika, lakini wote kimewapata kimoja. Ni ngumu sana. Najua ni ngumu sana kwa sababu hata wenye uelewa mdogo hawaelewi kabisa, wananiangalia tu. Chungaji leo ongea malwelwe gani? Sio malwelwe. Hii ni dunia, utakuja kuelewa kwa nini Suleiman alikuja kuwa na hasira hii. Biblia inasema mstari wa 18, shukuruni kwa kila jambo maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Ndio ushauri wa mwisho kwenye maisha. Jifunze kutembea na moyo wa shukrani kwenye hali yoyote unayoiona. Hii ndio tabia aliyokuwa kiroho. Acha kuamini kwamba waliokoka wanapaswa kupata mema. Acha kuamini kwamba kila unachoomba Mungu atajibu. Akina Paulo walikuwa wema lakini waliishia kupigwa misalabani, na kina Petro ila walikuwa wema. Acha kuamini hiyo. Acha kuamini kwamba ukiwa mtakatifu lazima ubarikiwe. Si kweli. Lazaro alikuwa mtakatifu lakini maskini. Mhubiri, tumalizie na hii. Sura 9:11. Huu ni ushauri wa mwisho. Ndio maana nimekwambia tembea na moyo wa shukrani. Yaani miongoni mwa vitu ambavyo nitakao utembea navyo, kimoja, muamini Mungu siku zote. Chochote kitokee, utende dhambi, uwe hujatenda dhambi, ugombane, yani uwe na mema, uwe na mabaya, dunia ikuchukie, dunia isikuchukie, Mungu ajibu maombi, asikujibu maombi, uwe na afya, uwe mgonjwa, tembea na vitu hivi ninavyokutia moyo navyo leo. Cha kwanza, muamini Mungu kwa hali yoyote. We muamini Mungu. Nimeanza na moja. Wewe unatenda dhambi, utendi dhambi, chagua kumwamini Yesu. Muamini Yesu. Cha pili, omba. Wewe unatenda dhambi, utendi dhambi, muombe Mungu katika Yesu Kristo. Hii ndio hekima anayokupa ambayo watu wataitumia vizazi na vizazi. Wewe muombe Mungu. Wewe umetenda dhambi, hujatenda dhambi, wewe sijui mkamilifu. Cha kwanza nimewambia nini? Muamini Yesu. Wewe muamini. Unamuelewa, humuelewi, muamini. Yaani hicho, iwe uko wapi. Yaani sikiliza, hata kama nimeongea lugha ngumu watu hamjaelewa, na kitu Mungu anatamani tuelewe. Hata kama unatenda dhambi, wewe muamini Yesu. Muamini Yesu. Haimaanishi ukiwa kwenye dhambi utaenda mbinguni. Uendi mbinguni. Mimi nakupa hekima kwa sababu ninachofundisha hapa kusudi langu ni ufike mahali pa kukua kiroho. Muamini Yesu. Cha pili, uwe kwenye mazingira yoyote yale, muombe Mungu katika Yesu Kristo. Muombe Mungu. Hivi ni vitu tembea navyo. Cha tatu na cha mwisho, mshukuru Mungu.
kwenye hali yoyote. Mshukuru Mungu. Cha kwanza, muamini nani? Yesu. Cha pili, muombe Mungu, muombe Yesu kila mahali, muombe. Kwenye hali yoyote ulionayo, umebarikiwa, hujabarikiwa, una afya, ni mtakatifu, au uko katika hali ya kupitia kwenye dhambi, kwa sababu sina muda wa kuelezea, lakini utakuja kuelewa. Hii ni dunia. Wewe muombe Mungu, muombe. Cha tatu, mshukuru Mungu, kama Biblia inavyosema, mshukuru Mungu kwa kila jambo. Hii ni elimu ya watu wazima. Wachanga hawataelewa, lakini siku moja wataelewa. Uzuri nimeshasema, siku moja wataelewa. Mhubiri sura ya 9:11. Tumalizie na hiyo, labda ndio itakufanya uelewe. Biblia inasema, umeipata? Tuangalie, tuisome. Biblia inasema, nikarudi na kuona chini ya jua ya kwamba si wenye mbio washindao. Huyu ni Suleiman, alienda kwenye mashindano, akatafuta wenye mbio, alafu akaangalia, akagundua washindi. Akashangaa sikio miguu haiendi. Si wenye mbio ndio washindao katika michezo, wala sio walio hodari washindao vitani. Wapendwa, sio kuwa na akili ndio kutakuwa na hela. Sio kuwa na afya utaishi maisha marefu. Sio kuwa mzuri utaolewa na mume mzuri, wala kuwa handsome utaoa mke beautiful. Hamjaelewa bado. Na waonyesha inachosema Biblia. Nikarudi na kuona chini ya jua ya kwamba si wenye mbio washindao katika michezo, wala si walio hodari washindao vitani, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wa ufahamu wapatao mali, wala wenye ustadi wapatao upendeleo, lakini wakati na bahati wapata wote. Bahati na jambo la wakati ni vitu vilivyofungwa kwa Mungu. Tembea na kitu kimoja tu moyoni mwako, alichopanga Mungu ndicho kitakachotokea. Ukimwona mtu anaomba masaa 6 au masaa 10, kama unaweza nawe omba, lakini tembea na neno moja. Yeye aliumbwa aombe masaa 6 ndio atafanikiwa. Kuna mtu ataomba masaa dakika 10 atajibiwa. Wewe utaomba masaa 10 ujibiwe. Hamjaelewa bado. Kuna mtu shuleni, wakati mimi nasoma O-level, yuko hapa Kilimanjaro, sitamtaja jina, wenda ananifuatilia YouTube, na wenda siku moja atakuja kuisikia hii. Akaumia. Alikuwa anasoma kuanzia asubuhi mpaka kesho asubuhi. Maisha yake yote ni hivyo. Kitanda chake unaweza kukaa wiki 3-4 hujakuta mtu amelala. Tukiandika mtihani, hajulikani hata namba gani huko. Jamaa mmoja anaitwa Kamarudini, Muislamu, analala kuanzia saa 3 mpaka saa 12:30. Anaamka kwenda kupiga mswaki aende mstarini. Ikifika mtihani, anachukua kitabu, analala kitandani, anaweka mguu hivi, anaanza kuangalia, anashika nafasi ya pili. Hii dunia ina mafumbo. Najaribu kuwapa akili mjue namna ya kuishi. Usigombane na Mungu, utawahi kufa wewe, kwa sababu Mungu hafi. Mshukuru Mungu. Yaani wewe kwenye maisha, ukiona umepewa bidii, tumia bidii yako. Usio mvivu. Sikiliza, soma vitabu, fanya hiki, lakini hii dunia, kilichoandikwa na Mungu ndicho kitakachotokea. Kuna mtu lazima aisababishie Tanzania vita. Mungu ataruhusu aende sekondari,
ataruhusu aende chuo kikuu, ataruhusu aende Amerika, ataruhusu awe kiongozi, aje asababishe vita. Imeandikwa, mpende msipende, atakuwa hivyo. Hii ni dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu, nakushukuru kwa siku ya leo. Bariki watoto wako wanaofuatilia na kujifundisha kokote waliko duniani. Maneno yangu hayatoshi, lakini hekima yako inatosha. Mimi ni mtumwa wako. Nikimaliza yote, wewe utanilipa upendavyo. Nimefanya kila ambacho wewe ulikusudia. Hiyo ndio imani yangu. Nitakutumikia wewe na kufanya hivyo. Hiyo ndio imani yangu. Na nitadumu kukushukuru na kukuomba na kukuamini pia. Asante kwa wema wako kwa watoto wako, katika jina la Yesu. Amen.